Na salimu kwa jina la Jamhuri. Naitwa Mboni Amiri, ni mke na pia ni mama wa Bwana Muhammad Hassan Seif Doto, mpenzi wangu, roho yangu. Mwenyewe watoto wa mjini wanasema aka pambe yangu mwenyewe, niliopewa na Mwenyezi Mungu. Mnyamwezi wangu mwenyewe. Baby. Yes. Niambie. Kama kawaida. Wema. Mambo yanakwenda? Alhamdulillah. Karibu mpenzi. Karibuni sana wapenzi watazamaji wa Gavoo TV. Naitwa Muhammad Doto kama nilivyotambulishwa na mwenzangu hapa. Kwa hiyo leo tuna maswali mengi sana na mtajua vitu vingi sana kupitia kwetu sisi. Kipindi chetu kinaitwa The Couple kutoka Gavoo TV. Karibuni sana muwe na sisi wapenzi wenye mapenzi yetu. Mapenzi yetu si yako lele, hatuna shida. Tunapopendana. Naona nipenda. Sana. So kweli. Mnyamwezi wa kwanza kumpenda Mzigua. Kama alikuwepo basi zamani, lakini mimi kwa sasa ndo wa kwanza. Mnyamwezi wangu mwenye sina shida naye. Kwa kweli. Pambe yangu mwenye watoto wa mjini wanakuambia naye na ninatamba naye, sina neno. Baby. Yes. Naambia. Bwana, kwa hiyo tuanze kupekua nani viperushi au kuulize swali. Hey baby, ikitokea sijafua nguo zako hivi unajisikiaje? Zile nguo zangu unazijua zile? Nazijua. Maana unapenda nongwa kuliko washa moto kweli. Tuendelee sasa. Ladies first. Sawa, itakuwa bora zaidi. Mambo haya. Swali gumu linaonekana. Naona huko sana. Nikuulize. Uliza. Una ushauri gani mzuri kwa vijana kuhusu mahusiano? Rudia tena. Una ushauri gani mzuri kwa vijana kuhusu mahusiano? Ushauri mzuri kwa vijana. Mimi sio kijana lakini sasa. Au ni washauri vijana? Vijana washauri sasa. Mimi sio kijana, mimi babu, nishakuwa babu sasa. Mimi nawashauri watafute watu sahihi kama mimi. Watafute kama wewe, watafute watu sahihi. Muona bwana, wapange maisha, wajadiliane. Muona bwana, mwisho wa siku mke na mume, maisha mengine yaendelee. Basi, naona nini? Swali kama bashara kabisa. Mungu wangu. Ikitokea ila kwako la kwako. Hii nyeupe. Ikitokea nimepata mtoto nje ya ndoa yetu, utafanya nini? Hiyo kazi kubwa. Nirudie. Sirudie, shasikia. Leta maneno. Yaani ikitokea mimi bwana wewe. Mimi si ndio nakwambia wewe, mimi ikitokea wewe umepata mtoto nje ya ndoa. Ili kama lina ukweli. Kama lina ukweli umeona takachofanya mimi. Kwanza nitakasirika, si binadamu lazima nikasirike. Nitakasirika, nitanuna. Nitaangalia wewe na yule mama mpoje. Naendelea kwa sababu itakuwa mko wote. Mimi nitakasirika, nitaondoka. Nitampisha yule mama aje. Sasa mpisha mama aje vipi? Maana uko naye. Nitampisha. Natakiwa achukuliwe mtoto tu hapa. Na mama wewe uko naye. Kwa sababu kama ungekuwa unamtaka mtoto na mnamtaka mtoto, tungeenda kuchukua mtoto hata nini. Mpaka umepata mama, nitampisha kistaarabu. Lakini sasa kuna ile swali ile ambayo nimekuuliza wewe. Wewe unanipanga wewe. Bado hujajibu kuna ule uhalisia wako unaojibu, unavyonijibu vile. Nakujibu si ndio hivyo, lazima kiwake afu naondoka. Basi sawa. Chukua karatasi yako. Lazima kiwake afu naondoka. Guys. Ngoja. Kwanza, kabla hili kwanza nikuulizie kitu. Biza swali hilo. Siku mbaya kwako inakugana nini? Yaani nini kinachaharibu siku yako inakuwa mbaya? Mimi au vitu? Siku yangu mbaya. Yaani nini kinaharibu mpaka siku yako inakuwa? Ukinivuruga tu vile unavyonivurugaga basi na mimi nakuwa navurugwa vile vile. Mnachengea. Aleta maana swali. Unapokuwa na siku mbaya, huwa unatamani nikufanyie nini? Yaani wewe ndio unifanyie mimi, sio? Sasa hapa. Hapo unachotaka kuna nini hapa? Unajuaga vile unavyonifanyiaga.
Panapikwaga ugali fulani hivi na dagaa wale na bamia. Chakula kizuri kabisa. Basi. Mnyamwezi unapenda ugali na dagaa hivi kweli jamani? Kuna maswali kwanza. Mimi nauza vitu vigongo kweli. Kazi ni mambo yapi? Ngoja nisome kisirisiri. Haya. Ni mambo yapi niliyokuwa na kufanyia mwanzoni mwa mahusiano yetu ambayo unatamani niendelee kukufanyia? Jamani, swali zuri. Kama walikuwepo moyoni mwako. Yaani hali ya zamani ulikuwa unayafanya zamani, sasa hivi uyafanye. Kitu ambacho ulikuwa unanifanyia zamani, kwanza ukarimu. Ukarimu na yale mahaba yani ya kuwaonyesha mbele za watu, hata tukiwa mbele za watu yani mimi ujali. Ni tofauti lakini sasa hivi unayo. Watu tumezoeana tu. Sawa. Kwa sababu umenizoea? Kawaida tu. Tutakuwa tumezoeana. Uliza swali twende. Ni kitu gani kinachokuchukiza zaidi katika mahusiano yetu? Ni kitu gani kinachokuchukiza zaidi katika mahusiano yetu? Bwana sasa ufanye kitu cha maana sana. Ule ujuagi wewe? Sio unavyoondokaga vile bila kuaga. Bwana kunanichanganya sana. Uagi ukifika umefika umeondoka tu kama mzigua sio kama nani umeondoka. Ile ndio inanichanganya mimi. Sasa nimejibu. Kwa hiyo nikijibadilisha hiyo? Mama burbur. Twende. Umeshawahi kukagua simu yangu bila mimi kujua? Ulikuta nini? Na ulifanya nini? Na kwa nini ukuniambia? Ngoja nirudie swali nalikubali, naliulizaga kila siku nyumbani. Umeshawahi kukagua simu yangu bila mimi kujua? Ulikuta nini? Na ulifanya nini? Na kwa nini hukuniambia? Bwana ongeza. Na kwa nini unachukua simu yangu? Endelea. Jibu swali. Kukagua simu yako nilishawahi. Na nawahi kila siku. Kitu ambacho nilikutana nacho kibaya siku moja tu. Ndio. Siku ile unamtongoza yule mwanamke, afu namjua. Kwa ndo uliumia? Niliumia sana. Nilipoumia siku ile tulikwazana kidogo, baadaye akaisha. Tuendelee. Ni maamuzi gani mabaya uliwahi kufanya katika mahusiano yetu ambayo unayajutia mpaka leo? Jamani, swali hili zuri. Maamuzi gani? Mungu mkubwa huyu mabaya. Maamuzi gani mabaya uliwahi kufanya kuyajutia mpaka leo? Kwako wewe si ndivyo? Kujutia. Katika mahusiano yetu. Sio kwangu mimi, katika mahusiano yetu. Ni swala mahusiano yetu, jambo ulilofanya baya ukalifanya naomba nikurudie swali. Ni maamuzi gani mabaya uliwahi kuyafanya katika mahusiano yetu ambayo unajutia mpaka leo? Yani maamuzi usiseme lile jepesi, ulisema lile maamuzi magumu ulofanya magumu, kaisi hili mbone nimemfanyia gumu. Pitiliza, usidanganye mlidoto. Kweli mimi bwana, usidanganye akini. Mimi nimesema kufikiria nao sipo binadamu mimi na sio malaika mimi. Binadamu kwa lazima nifikirie kidogo nione yani ni kitu gani kigumu nilichokifanya kwako ambacho mimi najutia. Unajutia mpaka leo, alafu unaona umenifanyia mimi akistahili. Hapo kisu umemfupa. Labda lugha mbaya. Tamkia lugha kali, maneno makali. Basi sema uongo. Nimesema vizuri. Maana lugha zako kali. Sema kweli. Kweli nisifiche. Ila vingine vinakuwa vya moyoni. Kwa kweli hapa kuna shughuli ndio kama ni siri gani umeishi nayo tangu mwanzo wa mahusiano yetu ambayo leo ungetamani kuniambia? Kuna kitu kizito hicho, umenipiga na kitu kizito, kila saa unanipiga na vitu vizito. Mimi siri nilokuwa nayo, sina siri.
Kabisa. Kabisa siri kabisa nikufichie Mnyamwezi wangu. Waleta mazoezi au nitakuwa nitasema mimi hapa. Siri gani? Sasa mpaka unajua sio siri sasa. Mwaga vitu sasa unasema ukweli unaficha haiwezekani kuna kitu unaficha wewe unacho umekificha. Yaani mimi hujaniambia hadi leo sijui yaani wewe una kitu lazima utakuwa unacho. Mpaka leo. Ndio tu. Wewe usijue. Amna. Wewe tena. Unakumbuka nini tulipotoka kwa mara ya kwanza? Tulishatoka out. Kwanza endelea bwana majibu atakusema. Na ilikuwa wapi? Mara ya kwanza. Bwana kwani outings tumeenda wapi? Si wazee tunaenda wapi? Twende hapo jana sema yote bwana. Ukutana uwanja wa mpira pale sule Mblati. Kaongea watu kwa ugali na nani pale na zile filigisi zile. Asalamu alaykum. Imeisha hamna chengine na ndugu. Sasa asubiri kwanza. Hapo hamna jambo jingine. Na ilikuwa wapi? Simbulahati pale uwanjani watu wanacheza mpira. Ukaleta ugali na miguu ya kuku au umesahau subiri. Kwa ndo maisha yetu unajua umesahau kule mama anaitwa nani Pili Ndete. Umeamini kama najua? Kwa hiyo unakumbuka. Unasema ndo wenyewe imenyoka kabisa hivi. Kisu kibogo. Unapenda kuwa mtu maarufu? Alama kuuliza. Kama ndiyo, toa sababu. Na kama hapana, toa sababu. Mimi ndiyo napenda kuwa mtu maarufu. Uliweje sasa? Ili mimi usiwe na mimi. Kama uko na watu maarufu hawana hata. Endelea bwana. Sina kuwa mtu maarufu na niko na wewe. Napenda kwa sababu nataka niwe maarufu, nijulikane. Maarufu pia sangine unaongeza kipato. Tunatoka tulipo, tunafika hatua nyingine, au sio? Ili tuongeze kipato, hamna kingine kwangu mimi na wewe tena kuna kingine. Hamna kingine. Tuendelee zamu yako. Ni kitu gani unafurahia zaidi ukikifanya ukiwa na mimi? Ni kitu gani? Unafurahia zaidi ukikifanya yote mimi na wewe. Sasa hapo sehemu yote nataja vitu vingi tu. Vingi tu. Wewe unavijua. Sasa ndo sema. Sasa ndo mpaka nijue sasa. Sasa nijue vipi? Sasa nitakujua unavoni hendo. Basi na unavyonipenda. Hujaelewa? Au bado swali sijaelewa. Sijaelewa. Nirudie. Ni kitu gani unafurahia zaidi ukikifanya ukiwa na mimi? Kama ukinishika bega. Yaani ukipigana ukikifanya. Mzee mimi kwa sijaelewa hapo. Ukiwa na mimi. Bwana nakupiga busu. Na hapo. Ni vitu gani huwa na vifanya vinadhorotesha mahusiano yetu? Ndio swali. Vitu gani ninavyofanya mimi huwa vinadhorotesha mahusiano yetu? Vinadhorotesha na vifanya ndio mimi huyo. Napokusema usikii. Vile kama jana vile sasa usiku dasho mtu mmoja tu dasho ilikuwa na jana sasa useme useme mzee wa watu ndio ni fresh mara moja isha kwa magumu kidume mimi bila toka katika 100% inashuka hadi 60. Kwa hiyo nijirekebishe tafsiri yake sana kwani ukiwa hivi nikuulize swali moja. Kwa mfano ukiwa unatoka zaidi ya saa 2 leo kwa sababu tuko hapa ni maana juu vizuri lakini mimi natamani siku tu hapa kila siku na majibu ninayopata hapa uje kupata. Jamani watazamaji wetu, naomba niwaambie kitu. Huyu bwana kwanza unakusema anagubu. Huyu bwana kwanza anagubu. Yaani kwanza niwaambieni ule ukweli wa Mwenyezi Mungu. Yaani hapa kinachoulizwa hamna hata kimoja tulichoenda tofauti. Kwanza jana tulikuwa tumenuniana. Tunakuja huku tumenuniana, ila mimi tu kwa sababu ndo roho yangu sultani nikasema nisi nini. Lakini bwana kwanza cha kwanza anagubu. Nikikupa hata dakika 2 unamrudishia. Mimi ananiambia mbona mzigo wako huo hapo hata uwezi. Mzigo mzito mpe Mnyamwezi, lakini safari hii nao mimi mzigo. Tuendelee. Wewe ndo nani? Zamu yangu hivi tushabikiza. Watu afu nikwambie kitu Mudi. Kama wanajua. Wewe unanitaje Mudi wewe? Mume wangu. Changikiwa. Utaninunulia nini? Zambi. Kama zawadi nikikupa shilingi 1,000,000.
Yaani kitu milioni moja yangu nikikupa futa nunulie nini kama zawadi? Nikutoa kama milioni. Alafu mimi nikununulie kama zawadi. Basi swali nao gumu afanye kama jepesi hivi. Sana. Kwa mtu unempenda jepesi. Jepesi, Kama mpenzi wako una makando. Basi kwa sababu tunapoelekea baada ya siku 2 hizi tunaenda kukutana mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Ununulia abaya. Abaya la feki la Uturuki. Lenyewe hilo. Sasa mambo ndani mwezi unaswaumu hapa. Mazuri haya. Jamani lakini ni kitu gani ukufurahisha zaidi pasipo uwepo wangu? Kuna kitu gani kinakufurahisha wewe zaidi pasipo mimi kuwepo? Yaani mimi mzee watu nitakapokuwa nimeenda Tabora, nimesafiri kule kuna makaburi ya yule mzee kule. Yaani wewe ukiwa peke yako kuna kitu gani kinakufurahisha mimi nikiwa sipo? Sana nakuwa na misiri gugu. Wewe uchepuki wewe? Useme vitu viko wazi, wewe unaficha maneno wewe na bana. Kuhamisha kwa sasa hivi mudi wa kwako kama umeniweka password. Kabisa wa kwangu roho ya Mungu. Umeona? 20 zamani kumalize. Avishi hivi. Kama unatujua kitu gani kinaweza kusababisha mahusiano yetu kuvunjika? Ila Mungu atuepushie jamani. Na dua linapatikana hapo. Kitu gani kinaweza? Kitu gani kinaweza kusababisha mahusiano yetu kuvunjika? Lomba. Chai. Basi waache nimesema wewe. Vipi? Namaliza na wewe. Mzee wangu. Mwenyewe nikiondoka nikirudi. Unaondokaga uwagi vile. Sirudi. Lakini bado mwenyewe uko na mimi vile. Mzee wangu tunavumilia vitu vingi. Mzigua wako mwenyewe. Sasa kujua hata ulipotoka mtoka wapi. Japo wachawi kweli wazigua. Lini ilikuwa ni mara ya mwisho ufanya kitu kwa mara ya kwanza kwenye mahusiano yetu? Swali. Ulielewa? Yaani hicho kitu ndio. Lini ilikuwa mara ya mwisho kufanya kitu kwa mara ya kwanza kwenye mahusiano yetu? Yaani hicho kitu ndo kama ni mara ya kwanza lakini ndo mara ya mwisho nimefanya. Kama mwezi mpita. Nini hicho? Kukusema. Mbona umejibu vitu sivyo bwana? Unirudie swali. Lini ilikuwa mara ya mwisho kufanya kitu kwa mara ya kwanza kwenye mahusiano yetu? Kitu chako mara ya kwanza kukifanya kwenye mahusiano yetu mara ya mwisho ilikuwa lini? Kitu hicho kukifanya kwa mara ya kwanza kwenye mahusiano yetu mara ya mwisho ilikuwa lini? Si ndivyo? Mara ya mwisho ilikuwa yaani kama juzi. Bwana hivi kama swali jingine siwezi kuuliza tu hapa. Siku anijibu ile safu ndio nilikuwa juzi. Sumbua hilo wangu kuulizia hapa. Juzi. Sio nikapita nayo ile kwenye wallet. Bwana uliniibia bwana zile hilo unaleta kwa nimeelewa. Ilikuwa mara ya kwanza. Basi bwana ndio anakuuliza wake na hasira karibu mambo bure hapa sasa hizi. Una search tuendelee bwana. Ile kusearch si ndio? Lakini ndio ilikuwa mara ya kwanza. Sirudia sasa tena kusearch mzigo ukiwepo unasimulia utakosa la kula. Shauri yako. Kama mimi ningelikuwa mtu maarufu, unahisi ni kitu gani ungefanya niwe maarufu? Yaani katika umaarufu wangu ungefanya nini umaarufu? Sasa hapo ulipo maarufu unajua sema watu hawajui tu. Mblati yote kijiji cha kwako kile. Sasa mboni ya mili unatamba maarufu gani fanyao unatosha tu. Sasa kwa mfano ndio nikakuongezea tena maarufu. Yaani mimi ningefanya kitu gani ili uendelee kuwa maarufu? Mimi nikakupenda. Sina changa cheza. Hamna kitu kipi sababu tayari ushakuwa maarufu. Wewe unafikiri yule bwana wale wana juzi wale mabwana wale. Yule bwana Azizi Ki na yule Hamisa Mobeto. Unafikiri Azizi Ki kamuongeza nini yule Hamisa Mobeto? Sasa ndio iko vizuri. Wakatazi. Nishe vitu. Ni mimi kweli au unachukua cha kwangu? Mapenzi leo unaomba kwa unashika cha kwangu. Tulia hapa mimi na vitu kutosha. Ukiachana na mimi ni nani zaidi huwa anakuhamasisha? Ili swali bwana. Nani anakuhamasisha katika kufanya kazi? Kumbe walinichanganya. Nilijua ukiachana na mimi nani unampenda zaidi hapa na nachanganya. Hapa nichanganya hapa. Kuja kuna kidume chengine. Anakuhamasisha katika kufanya kazi. Ananihamasisha kwa sasa hivi. Ngoja nikie vizuri. Ananihamasisha kwa sasa hivi ni mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Ananivutia kwa utendaji wake wa kazi, yani na jinsi anavyojitoa kwa ajili ya sisi wa Tanzania. Anajitoa
anahitaji wa Tanzania tuwe level nyingine kabisa. Yaani mama ametutoa kwenye level ile, ametupeleka kwenye level nyingine. Kwa hiyo mama kila kitu. Sasa mimi nijazie katika hapo kwa nani hapo kwa mama hapo. Kwa sababu hata imani za dini yetu ya Kiislamu, mimi ni Muislamu. Sisi Waislamu bwana. Kwamba tunaambiwa rafiki yetu wa kwanza ni mama, wa pili mama, wa tatu mama, wa nne. Kwa hiyo kwenye hapo na mimi na support. Mama kila kitu. Mama pambe so pambe. Mama si mchezo. Mama oye. Mama mitano tena. Simama. Ni chakula gani unachopenda sana unahisi mimi sikipiki vizuri? Una chakula gani unachokipenda unahisi mimi sikipiki vizuri? Yaani unachokipenda fo upiki vizuri? Zile nyama za kukaanga zile. Ndio unahisi sikipiki vizuri? Usiseme ukikosea, ukikosea au nimekosea mimi swali. Uliza tena. Ni chakula gani unachokipenda ambacho unahisi mimi sikipiki vizuri? Ninachokipenda. Sipo sijakuelewa. Sasa mimi unanikumbusha mzee watu nimejichokea mimi. Dunia inaniandama hii. Hakuna chakula ambacho unakipenda. Mimi ninachokipenda ukipika vizuri. Watu wanapika vizuri. Nitashangaa Mnyamwezi sikipiki vizuri kweli. Watu wanaendelea na gurudumu letu hapa. Swali hili ndio matata sana hiyo. Ni katika hali ipi huwa unahisi sikupendi? Nikwambie kitu. Katika hisi nahisi unipendi pale ninapokuulizaga kitu unavyojibu kwa kweli nahisi kama mimi hapa nimekaa tu kama mlinzi. Yaani vile wewe ndio unahisi mimi sikupendi. Vile ninavyokusemesha kitu. Mimi nakupenda wewe. Sasa wewe shida yako ni moja. Ngoja nikupenda ni moja bwana. Shida yako una wivu sana. Sasa ndio tatizo lako na kufeli. Japokuwa wivu ni sunna. Dini kweli imesema wivu ni sunna. Lakini isizidi sasa ikawa faradhi. Si unaelewa vizuri. Wewe unaweka ule wivu kidogo. Mzee watu nikitoka kidogo nikaenda zangu pale nani utafuta ugali pale, umeona unanivumilia tu mzee mwache aende. Kama ninavyokuvumilia unavuniaga unaenda kwenye shughuli, kisha nipate na kuacha unakwenda nini. Sio kama siumii. Ila sababu ndio shughuli za kijamii utafanyaje na kuruhusu unakwenda mzee watu natulia. Nikuulize kitu. Maswali yangu yanataka tena. Subiri kwanza. Mtu ukimpenda mtu unaweza kujificha? Sasa unaanzaje kujificha? Sasa mbona unajificha? Changanyikiwa. Unajificha nini sasa? Yaani unavyonipenda mimi wewe unajificha. Unataka nikukumbatie babalani? Asuku unakumbatia sasa kumkumbatia. Kwa nini wewe umesema mimi nina wivu? Kwa sababu umeona yani vile ninavifanya vitu vya dhahiri na kupenda. Yani wewe wivu unakununia tu. Nimetoka hapo kidogo, umekwenda wapi? Umetoka hapo kidogo, uko wapi? Simu kidogo. Sasa mapenzi gani? Unatulia kidogo, mahaba yapo kweli, unampenda mtu vizuri, lakini sasa usiwe wivu mpaka ukapitiliza, usipitilize sana. Ukipitiliza sana ni tatizo. Tuendelee. Sasa labda unakufanyi sawa. Tulia, upendo wewe, shauri yako. Ndio unatafuta kupenda, ukipendwa penda, utakuja kupenda upendwi. Za swali hapo. Kipi unatamani mimi nikijua kuhusu wewe? Hapo napo pagumu. Kipi unatamani? Kwanza kunywa kwanza kidogo. Ukijibu hii ujibu vizuri. Mahaba hayo. Mahaba kama haya mtu asikuone hivyo. Disha basi hapo chini. Kunywa tena. Kipi uliza swali? Kipi unatamani mimi nikijua kuhusu wewe? Kipi unatamani ujue kuhusu mimi? Yaani mimi ninachotamani wewe ujue kuhusu mimi ni kwamba nikiwa na yani uamini tu. Nikiwa natoka ni wewe uamini tu. Yani sio nisemeje. Zamani ujue vitu vingi sasa huwezi kuona. Yaani kinachokuumiza kwangu mimi maswali hayo, yani swali linakuja kwenye wivu. Yaani wewe mimi nikiwa nimetoka niko mbali na wewe, unatamani kujua kila kitu ambacho mimi nafanya. Kwa mimi natamani wewe ujue kila kitu ambacho mimi nafanya na uniamini. Basi. Lakini endelea kusikiliza nikwambie kitu. Bado mimi sio wewe. Yaani mimi nakuuliza wewe. Jamani watazamaji wetu, mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Hivyo mtu asokuwa na uaminifu unakuwa utaacha kumwamini? Mtu anayejiamini mwenyewe wa kwanza, wewe mwenyewe unajiamini. Lazima kila mtu akuamini. Sawa. Unakuelewa? Unadhani muda tunaotumia tukiwa pamoja unatosha? Hautoshi? Sasa nataka nini tena? Mimi sivani jua natamani hata usitoke kila siku. Sijui data ya mwezi au mahaba tu ya mwezi.
Haya, tuendelee. Ni kitu gani unapenda zaidi katika mahusiano yetu? Ni kitu gani napenda zaidi katika mahusiano yetu? Ukielezea kwa undani zaidi. Visemeki. Tatizo. Visemeki. Sasa tuseme tuguse hata kidogo kwenye mahusiano yetu mimi bwana, kwanza nasikia raha sana ninavyokusumbua vile unavyonipenda vile kunipiga simu, japo nachukia lakini ndo raha yenyewe ile, ndio kitu ambacho kinanivutia hicho. Basi nachenga. Au una swali jingine? Yaani kumbe vile ninavyokupiga simu unaona raha. Sisi raha yake. Ndio maana kumbe unafanya kusudi. Vuruga unachukua mzee watu nilipokuwa unasemaje? Nakupiga biti pale. Mimi nafarijika pale. So unakuwa ujui, unakuwa una hasira wakati mzee nasikia raha. Sasa wewe unapiga vile vile. Na hapa tupo wote tumeona upigi. Nikitoka hapa nikaenda nakoenda kule, kazi itakuwepo. Ni swali la mwisho hili. Ndio tunafunga dimba hili. Mama sawa. Una kipi cha kukiongelea kuhusu marafiki zangu? Jibu. Una kipi cha kukiongelea kuhusu marafiki zangu? Mimi marafiki zangu wote wale unawajua, wale wazee wale ninakuaga nao, wale wazee wanongo wale ambao sichezi nao. Ngeo chezi nao wataki. Jamaa mmoja mtaki. Kwa hiyo eleza wale wazee wale, waelezee wale wazee wale. Wana faida gani labda sijui. Basi niko kuna nini, endelee. Cha kuelezea kuhusu marafiki zako. Kwanza mimi hawanisumbui na wala wanitoi kwenye, yaani hawanisumbui kabisa, ila tu wasipende kuingilia mahusiano yetu nao. Yaani hicho ndio kikubwa sana nachotaka kuwaambia marafiki zako. Bwana jamani, eti watazamaji wa hichi kipindi mahususi, neno hili maalum kwa marafiki zake huyu Bwana Muhammad Hassan Seif Doto, jamani msituingilie mapenzi yetu. Msituingilie mahaba yetu. Hili ndio neno langu nilikuwa nalitaka kwa ufasaha na kwa umakini. Msituingilie mapenzi yetu, msituingilie mahaba yetu. Bwana huyu ana gubu, lakini gubu lake mimi nimelibeba. Mimi nina vituko lakini anavibeba. Lakini nyinyi msituingilie, tuacheni. Mnavotukuta tuacheni, tukinuniana tusuluhisheni, ila msiingilie kutaka muache. Kwa nini tunaachana? Tuacha sasa. Kwa hiyo mimi nimalize hapa, niue kabisa, nimalizie hapa. Wangesema unazungumzia upande mmoja tu, bwana sijui wale rafiki zako sio na nguvu. Sasa subiri mimi nimalize afu ndo tayari. Marafiki zako, jamani mtuache. Penzi letu tulipoanza mpaka sasa tulipo na bado linaendelea. Penzi letu liko lele wenyewe. Penzi paje. Unaona kama tulivyo hapa tuko kwenye kipindi maalum cha kapo. Penzi letu jamani msituingilie. Penzi letu tuacheni mimi na huyu bwana. Hapa Mnyamwezi Vice Zigua. Kapo kali hiyo. Mimi mtu wa maana wewe basi. Basi tumeona chukulia poa. Na wewe marafiki zangu? Mimi bwana marafiki zako wala sina shida nao, lakini wewe nao wanakupotosha wale. Sasa mimi kwa wewe unawasifia, mimi sifii. Sipo nataka kusifia hapa. Wala wanakupotosha, wakupa sana shughuli wewe. Na shughuli wewe, hilo nayo tatizo lako. Funza shughuli. Sasa wale marafiki zako wanakupotosha sana mambo nisiyotaka. Kwa hapa tunaikana sawa hapa au wewe umepiga vitu vyako. Na mimi nimeua. Umeona bwana kwamba na wewe marafiki zako mimi hawanisumbui, isipokuwa shughuli zile mambo na kwenye party mebuka mara birthday nini hivi ndio vinanivuruga mimi mzee wa watu. Nimesema tumalize kipindi bwana, wewe vipi? Mambo yatakuja kuishia hapa, ndio nasema hivi. Ndio nasema sasa mambo na upunguze ili kunifanya na mimi moyo wangu mzee wa watu utulie. Watazamaji wetu wa The Couple, tunaingia kwenye kipengele kingine sasa hivi. Mimi na bwana, kipengele hiki sasa hivi ni kama cha, mimi naweza kusema kama chemsha bongo hivi. Huyu bwana anachemsha yake na mimi nachemsha yangu. Naanza ili tuchemshane. Tujue mimi na huyu bwana nani bongo yake imelala, nani bongo yake iko nini. Anza safari hii, mimi nimekutunu kuanza. Hesabu kuanzia 20 kurudi 1 kwa lugha ya Kiingereza. Ukikosa chagua nini akufanyia hapa. 20
20 kurudi chini kwa Kiingereza na kutoa jasho. 20. Usiniambie mimi. Wewe. Hiyo kweli si mshamongo. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 30. Hapana. 12. Nimekosea? Nimepatia bwana. Anza 15, 14 alafu endelea hapo. 13 kwa Kiingereza. Uweze hapo. Shida wasema mimi nikufanyia vitu vile ufaje hapa. Ona mzee watu. Ona sichukulie poa ujue. Mimi mwenyewe ningeshuka vyote hivi kwa lugha ya Kiingereza. Bwana. Shule la Haramaini imeshia hapa. Subiri kwanza. Umezalilika leo. Subiri kwanza. Nyamaza mimi. 13. Endelea. Endelea tu. Sisi tutasema tu. Shusha vitu. 12. 11. 10. 9. 8. Kichwa himo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Hii makofi kwanza. Swali litakuja hapo na ninachanganya. Sio la Kiingereza nitachanganyikiwa. Ndugu mtazamaji, ipo. Imelala hapa ipo. Naomba nitajie tarehe ya siku yetu ya ndoa. Akikosa chagua nini na kufanyia. Najua hiyo unajua hiyo vizuri. Basi sasa. 2025. Ndio tumeka mgani? Sasa nitakuwa nakutajia. Ukitaje tu mimi nitajua nisaidie basi kusaidia simu na hilo mbaya kana nini bwana. Bwana mimi tarehe bwana nimesahau lakini nakumbuka siku ya Jumatatu. Maana nimeshindwa. Jumanne nimeshindwa. Wao sema nini kufanyia? Jumanne tena. Nimeshindwa leo sikujibu sasa nini kufunifanyie? Hapa ni boost. Sawa kamera hizo. Inaruhusiwa kweli? Siku hizi wapenda nao. Basi ndio maana nakumbuka ile swali la kipindi muda ule. Chagua jingine basi wewe. Hilo ni busu. Ni busu. Njoo bwana, sogea. Sasa wewe ndio unanifuata ndio. Sogea bwana, sasa vitu vinavyoonekana kama ndani mic zitaanguka, tupige busu kidogo mzee wangu. Sasa nitakuja kwa tuma chini. Asira. Niimbie wimbo ambao unakukumbusha wewe kuhusu mimi. Ngoza chagua. Niimbie wimbo ambao maswali yangu yashinda. Niimbie wimbo ambao unakukumbusha wewe kuhusu mimi. Kwa sote hizo. Wimbo gani unajua? Wimbo ule Mungu ananilie. Imba, mimi sitaki maneno hapa. Wewe tililika. Unajua wimbo gani? Katika watu muhimu. Asante. Huyu ni namba 1. Mambo yake bambam yaliyokwenda shuleni. Tayari inatosha. Inatosha. Unapata maswali yote unapata. Sasa nitabatisha tayari la mwisho hili. Gumu sana. Nitajie idadi ya alfabeti zipo ngapi na nitajie idadi za alfabeti zipo ngapi na uzitaje. Ukikosa chagua nini? Alfabeti. A, B, C. Taja idadi kwanza. Mimi nahesabu zaidi mwisho huko bwana. A, B, C, D. Elewa swali kwanza. Anza kutaja idadi, alafu ndio unaanza kuhesabu. Mimi hesabu naweza ile idadi hapo kidogo siju. Sasa 6. Sasa bwana, nifanye nini tena mzee watu naona kosa maswali yote basi hivi. Nipata kitu kidogo kidogo basi nisalilishe. Nivalishe saa yako. Alete, utafanyaje mzee? Nazalili. Sasa unafanya mikono mbili sawa. Sasa kwa hii sasa nivalishe hiyo. Shaka tatizo.
Nikwambia wewe unafanya kwa nusu nusu. Sasa leo hapa Mungu akakuonyesha kama unafanya mahaba. Taisha complete. Pende kitaisha. Pende kisha tutajua. Hii anavaa nani sasa hii nyingine? Hiyo yake mfukoni. Si ndo kama ile nikikupa milioni 1 unanunulia zawadi gani? Haya bwana. Jamani watazamaji wetu wa The Couple, umetuona mimi na bwana Muhammad tulivyoshine, tulivyopendeza kwenye vipengele vyote viwili. Kipengele cha kwanza mimi mshindi, kipengele cha pili mimi mshindi. Mimi ndo kila kitu. Mama oye. Kama Mama Samia nimekuwa umeona. Mama sasa hivi jamani tusirudi nyuma. Wamama tuwe mbele, tuzidi kwenda mbele na mama jamani. Kwa mama wenzangu tujitahidi kuwa mbele. Sio mbele umpande mwanaume kichwani mbele mama kwa ushauri, kwa maendeleo. Basi wewe sio ukipewa hela unafanya mambo yasiyo. Mimi nikibaga afu mwisho wa siku nachukua hela naambia tunafanya kitu fulani, tunafanya maendeleo. Kwa jamani wamama tujitahidi kuwa na kipaumbele, tuwe kama Mama Samia, yani tuige mfano wa Mama Samia. Leo mimi na bwana Muhammad hapa ndio tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Una la zaidi? Mimi la zaidi sina. Hatuna la zaidi, tunawapenda. Tunawapenda zaidi. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.